Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment. Mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yetu ya ELCT Karagwe Diocese, ninakusalimu kwa jina la Bwana na Mwokozi wa maisha yetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Ni asubuhi nyingine ambapo tupo katika ziara, naweza kusema ni katika ziara za wabarikiwa, wachungaji wabarikiwa ambao walibarikiwa tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025. Wanafanya adhimisho la ibada ya shukrani nyumbani kwao, na leo tupo katika jimbo la Kituntu, na hapa ni kwao na mchungaji Julius Venant. Mtazamaji na mfuatiliaji, mimi ni Merabu Birakashekwa, afisa habari wa Diocese ya Karagwe ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Labda nikukumbushe, tulianzia Chabalisa kwao na mchungaji Esa Ukamihanda. Tulipotoka pale tukaenda Kayanga kwa mchungaji Baraka Shubira Makobore, ambaye naye alibarikiwa katika wale watano waliobarikiwa tarehe 21. Baada ya kutoka Kayanga tukaenda moja kwa moja Ndama kwao na mchungaji Lightness, ambaye naye alikuwa na adhimisho la ibada ya shukrani. Moja kwa moja baada ya hapo tukaenda Mazinga katika jimbo la Bwera Nyange, mtaa wa Ilemba kwao na mchungaji Venita Silver. Na sasa asubuhi ya leo tuko jimbo la Kituntu, hapa ni kwao na mchungaji Julius Venant, ambaye naye anakwenda kufanya ibada ya shukrani. Mimi ninaomba nisiwe na porojo nyingi, badala yake nikupeleke katika ibada. Usisahau kwamba atakuwepo msaidizi wa askofu mchungaji Yared Wakami, lakini pia baba askofu mwenyewe atakuwepo katika ibada hii. Huyu si mwingine ni mchungaji Daktari Benson Kalikawe Bagonza. Karibu sana, tuambatane mimi na wewe ili twende ibadani. Unawaona tayari wamejipanga wanakwaya kwa ajili ya kuandamana kuelekea kanisani. Karibu. Wapendwa wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tafakari ya leo na neno nililochagua, Zaburi ya 116 mstari ule wa 12, na tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, mfalme wa amani, Baba wa Bwana Yesu Kristo, tuko mbele zako kukushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu. Tunakushukuru Mungu Baba kwa ajili ya rehema zako. Tunakushukuru Mungu Baba kwa ajili ya kusanyiko hili. Tuseme nini? Bado tunasema asante Mungu Baba kwa ajili ya matendo yako. Hatuwezi kuyasimulia, bali wewe mwenyewe unatujalia kwa huruma zako na kwa upendo wako. Tazama tunapojiandaa kwa ajili ya tafakari ya neno, tunakuomba Baba mfalme amani, kupitia Roho yako Mtakatifu atusaidie, atuhudumie kila mmoja mmoja. Zaidi ya yote sifa na shukrani tukurudishie wewe. Ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Neno la Mungu linasema, nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Naomba nirudie. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote alionitendea. Neno la Mungu. Naomba tuketi wapendwa. Wapendwa wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chapa makofi mengi kwa Bwana Yesu.
Ninayo furaha kubwa wapendwa kuwa mbele yenu kwa siku ya leo, ambao ni siku ya historia katika maisha yangu. Na yawezekana kila mmoja aliyeko hapa vile vile na yeye inaweza ikawa historia kwenye maisha yake, nikiamini kwamba walio wengi hamjawahi kufika maeneo haya. Na namshukuru Mungu kwa kuwa walio wengi wamefika hapa kwa sababu ya tukio la furaha na amani. Tumpigie Mungu makofi. Kwa kuwa wanaofahamu walio wengi, mimi katika mazingira haya ni mgeni, walio wengi wanafahamu. Sasa nilikuwa nikiwazawaza, lakini leo hii Mungu ametenda maajabu, watu mkafika kwa wingi, lakini katika jambo la furaha na nini? Na amani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi ndugu zangu wapendwa, neno nililolisoma kutoka Zaburi ya 116 mstari wa 12. Nimeungana na mtunga Zaburi. Yeye baada ya Mungu kumtendea mambo makuu, baada ya kuona neema za Mungu na huruma, akatafakari, akajiuliza, akajikuta na baki na swali. Nimrudishie Bwana nini kwa ukarimu wake wote aliyonitendea? Hata mimi mwenyewe niliyesimama mbele yenu, wakati mwingine najiuliza, inakuwaje? Hapa yawezekana kuna watu wana maswali. Na Julius naye. Lakini pia yawezekana kuna mwingine anayesema tunamshukuru Julius kwa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wote anayesema na Julius naye, lakini pia na wanaosema tunamshukuru Mungu Julius kwa mchungaji, wote naungana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo yote ni kwamba Mungu amefanya hilo kwa makusudi yake mwenyewe. Ndugu zangu, nilipokuwa nikitafakari neno hili, na mimi mwenyewe nikajikuta na maswali. Maswali haya yakanifanya niseme nini? Niseme nini mbele za Bwana? Niseme nini, nitoe nini mbele za Bwana? Ambacho naweza nikakitoa kumshukuru Mungu kwa tendo kuu aliyenitendea na la kihistoria. Ambalo nikitafakari, nilikokuwa ninapita maeneo fulani, niliwaambia hivi, kwetu hakuna hata mwinjilisti, hakuna hata nani, labda mama anajitahidi kufagia kanisani tu, ndio kazi yake. Sasa akajikuta leo hii na mimi nimesimama mbele yenu. Kwa hiyo ninapokutana na mambo kama haya, najiuliza maswali mengi. Lakini pia nikitafakari maisha yangu, mimi na maisha kama la mbili. Na maisha ya historia, lakini bado na maisha hata baada ya kufika kwangu kama hapa kwenye viwanja hivi. Kwa hiyo nikipitia mlolongo wote nilikopita, ninaona niseme nini mbele za Bwana zaidi ya kushukuru. Ninabaki kusema neno sifa na shukrani apewe Mwenyezi Mungu kwa neema yake na huruma zake kwangu. Nabaki kusema sifa na shukrani apewe Mungu kwa huruma yake kwangu mimi na wazazi wangu na familia yangu kwa ujumla. Na katika kutafakari neno hilo, nikagundua mambo matatu. Kwamba hapa kuna ukuu wa Mungu na mkono wake. Lakini pamoja na ukuu wa kutambua hilo, nikaona kumbe kuna sababu ya kumshukuru Mungu kila wakati. Lakini pia nikagundua kupitia somo hili kwamba Mungu hana upendeleo. Mungu ni wa wote. Ni wa wote kwa sababu gani? Na mimi kuona mimi ninatokezea mbele zenu, ninasimama nazungumza na nyinyi, na kipekee kutoka kwenye familia ambayo haina hata mwinjilisti. Na sio mwinjilisti tu, wala hata kushika kitunga. Yawezekana ukienda mbali zaidi. Kwa kweli jambo la kumshukuru Mungu. Ukitafakari haya yote ukayaunganisha, lakini bado nikaona umati huu jinsi ulivyokusanyika. Kwa kweli naendelea kuona mkono wa Mungu. Ndugu wapendwa, natamani nizungumze jambo moja au niwakumbushe au niwashirikishe. Katika maisha yangu, kwa kweli nikiwa mdogo,
nilijaribu kuigiza mchungaji mmoja ambaye sasa hivi hatimbani marehemu, mchungaji Samson Kawa. Nilimpenda sana kwa liturujia zake, nilimpenda sana kwa taratibu alizokuwa akizifanya. Nafikiri dada yangu sijui yuko hapa anaweza akawa shahidi. Nikitoka kanisani nilikuwa natafuta mlamba togwa no nana zile ndizi nimbusara nimbwanikati bati nimbuomesa, alafu baadaye nakuja kuwashirikisha ndugu zangu. Na nilijitahidi, dada yangu anaweza akawa shahidi, nilijitahidi kuwa mchungaji. Lakini wakati nikiwa na kanisa langu pale chini ya mbuni, bwana mmoja mwenye mbuni akanifukuza. Nikahama, nikakutana na rafiki yangu mwingine akanipa kanyumba. Nikaendelea kuendeleza injili, nikahubiri. Kwani nilikuwa mchungaji. Kama mchungaji, Zaburi 94 sijui, ila najaribu kukumbuka ile masuala ya mchungaji Kawa alivyokuwa akizungumza. Akiimba, bikande kwanka, abarangiriza bali kwera, sijui kuunganisha lakini humo nimo. Kwa hiyo leo hii nikaona kumbe Mungu hana jambo lake na kutunzia. Yesu asifiwe. Lakini humu katikati nikakutana na mtu mwingine, naomba nimtaje. Mchungaji Sofia Boniface. Naye alinivuta huku na kule, akanipeleka tukaimba Zaburi 94 hivyo akanifundisha. Lakini sikujua, lakini leo hii ndio nikagundua kumbe kila mmoja katika maisha Mungu anakuwa na makusudi yake. Na nikagundua yawezekana wakati ukoja fanyeje haujafika. Wapendwa, huduma hii ya kichungaji ninaupokea kwa unyenyekevu, kwa upole, nikijua si uwezo wangu wala akili zangu, bali ni neema ya Mungu tu. Ndugu yangu wewe uliyeko hapa, jinsi ulivyo, na kuhakikishia kwamba Mungu aliyetenda kwangu kunifanya hivi nilivyo, ndiye huyo anayeweza kutendea na atakayetenda katika maisha yako. Na hii inanipa tumaini ya kuwa hatima ya maisha ya kila mmoja jinsi tulivyo hiko mikononi mwa Mungu. Mungu akipanga uwe hivi, lazima uwe hivyo. Zunguka, fanya hivi. Mimi nikitafakari maisha yangu, nilikuwa niwatania wenzangu hao, kasema na mimi najitahidi kuwemo. Nimebarikiwa na vijana hao. Kwa hiyo kiwaangalia mimi nilikuwa natania, mimi ni mzee lakini mimi nimo. Tunapambana taratibu na vijana hao. Kwa hiyo nikafikiria kwamba hapa kumbe hatima ya mtu iko mikononi mwa nani? Mwa Mungu. Kumbe wakati ulikuwa hujafika ambao leo hii najikuta nimekaa katikati ya waheshimiwa wabarikiwa vijana. Kupitia neema hii ya Mungu kunifanya mimi kuwa mchungaji na kusimama mbele yenu, ninaahidi kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kuwa kiongozi mwenye upendo na uvumilivu, na kuwa mshirika mwema wa kazi ya Mungu katika kanisa na jamii kwa ujumla, nikitambua kuwa mwisho nitatoa hesabu juu ya hiyo neema niliyopewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu wapendwa, neema hii tuliyoipata kila mmoja jinsi tulivyo hapa, tunaishi kwa nini? Kwa neema ya Mungu. Nilikuwa nikitafakari kidogo juu ya hii neema ya Mungu na maisha ya huyu mtunga Zaburi. Nikajaribu kuangalia maisha sasa hivi, kuna imani fulani zimeingia. Nikaona kwamba yawezekana kuna watu wengine kutokana na imani jinsi zilivyo, kuna wengine wanaweza kashindwa kutamka hili neno kwa sababu ya huko wanakoenda, wanashindwa kutambua msaada wao unatoka sehemu gani. Ndugu zangu wapendwa, niwaombe niwasihi siku ya leo muungane nami kumwamini Mungu. Mungu ndiye anayetenda katika maisha yetu ya kila siku. Mungu halibariki neno lake, hatubariki sisi sote tangu sasa na hata milele. Amina.
Unatazama ELCT Karagwe Diocese Channel. Usisahau kusubscribe, like, share na kucomment.